uno na mioyo. Unaona, kwa hiyo huyu Mungu anamhukumu mwanadamu baada ya kufanya uchunguzi. Anachunguza, anafanya uchunguzi wa moyo na anafanya uchunguzi wa kimwili. Maana yake katika maeneo yote anatumia manabii, anatumia mitume, lakini pia anamtumia Roho Mtakatifu ili kuchunguza na kujua maisha ya mtu. Kwa hiyo hapo Mungu anapomhukumu mtu, anamhukumu kwa sababu tayari ana uhakika na amejiridhisha na matendo ya mtu huyo. Kwa hiyo ndipo Mungu anaweza kuleta hukumu juu yake. Kwa hiyo Mungu hawezi kumhukumu mtu bila kufanya uchunguzi wala kufanya utafiti juu ya maisha ya mtu. Lakini sisi wanadamu tunaweza tukafanya hukumu bila kufanya utafiti, bila kufanya uchunguzi. Na ndio maana mara nyingi tumejikuta tunaingia kwenye migogoro na watu kwa sababu ya kuto kufanya uchunguzi. Tumeyachukulia maamuzi maneno tuliyoyasikia, tumeyachukulia maamuzi matendo tuliyoyaona kabla ya kufanya utafiti na kujua chanzo. Na mwisho wa siku tumekuta tukifarakana na watu, tukigombana na watu, tukikosana na watu, tukishindwa kuwa na amani na watu, tukishindwa kuishi na watu pamoja kwa sababu tumeyachukulia maneno juu juu bila kufanya uchunguzi. Unaona, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikwambie, kabla haujachukua hatua ya kufanya maamuzi, unaona, au labda umepigwa na mumeo, au labda umepigwa na rafiki, au labda umepigwa na jamii, au labda umepigwa nini, lakini kwanza kabla hujaanza kuchukua hatua za kuweza kujiona kwamba umechukiwa na watu na kuonesha kwamba kile kitendo ulichotendewa si chema, chunguza kwanza, ujue kwa nini umepigwa, kwa nini umekataliwa na jamii, kwa nini umekataliwa na familia, kwa nini, kuna nini kinaendelea, kuna sababu gani ya watu kukupiga bila sababu, kuna nini kimefanyika hapa. Alafu kisha jiridhisha, ndipo unaweza kujua kwamba sasa hata nikichukua maamuzi haya basi ni sahihi. Kuna watu wamechukua hatua hata za kujinyonga baada ya kuonekana kana kwamba wamekataliwa na jamii, ama wamekataliwa na ndugu zao, ama wamekataliwa na wazazi, bila kufanya uchunguzi, kwa nini nimekataliwa. Unaona, lakini kumbe ilikuwepo sababu ya kukataliwa, lakini yeye baada ya kuona amekataliwa hakuchukua hatua za kuchunguza ili ajue chanzo na sababu ya kukataliwa. Mwisho wa siku anachukua hatua za kunywa sumu na kujiua, ama anachukua kamba na kujinyonga. Lakini kumbe ni jambo ambalo lingewezekana kukaa chini na familia na kulitatua lilo jambo. Mwisho wa siku mambo yakaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna wengine ambao wamekimbia kwenye miji yao, wamekimbia kwenye familia, wamekimbia kwenye makazi, wamekimbia kwenye jamii kwa sababu ya kutokufanya uchunguzi juu ya visa na matukio yanayofuatilia. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaponena na wewe mahali hapa katika muda huu, ni kwamba unatakiwa ujue ya kuwa wewe unayenisikiliza, kwamba kabla haujachukua hatua za kufanya maamuzi mema au mabaya, chukua hatua za uchunguzi. Na unapochukua hatua za kuchunguza, usichunguze kwa muda mfupi. Chukua hatua ya kuchunguza kwa muda mrefu, hata miezi 3, hata miezi 4, hata miezi mingapi. Fanya utafiti wa kina ili upate uhakika kabla ya kuchukua hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Ibrania sura ya 13 na ule mstari wa 7. Ibrania 13 na mstari wa 7. Tunaangalia na pale tuone maandiko matakatifu yanasema hivi. Waebrania sura ya 13 na mstari wa 7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa matendo wa mwenendo wao, igeni imani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaona mwandishi anaendelea kuonyesha wazi kwamba wale watu waliotuletea neno la Mungu, wale waliotufunulia mambo haya, waliotuongoza katika neno la Kristo, waliotuongoza kumjua Mungu, waliotuonyesha njia ya haki, waliotusaidia kujua namna kutafuta uso wa Mungu, basi anasema kwamba tena kwa kuchunguza sana mwisho mwenendo wao, igeni imani yao. Kwa hiyo anasema kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, ya mwenendo. Unaona? Kwa hiyo mienendo yao. Unaona? Kwa hiyo
kuna vitu ambavyo kabla hujachukua maamuzi lazima uchunguze, ufikiri. Hata kabla ya kwenda kujiunga na dhehebu fulani lazima ufanye uchunguzi wa kuchunguza kwamba hilo dhehebu nalokwenda kujiunga nao kuwa mshirika wa mahali pale, je, ni dhehebu linalomwamini Kristo au ni dhehebu linalomwamini shetani? Maana shetani huzirika kwa kazi zake, na shetani huzirika kwa matendo yake, na shetani pia huzirika kwa maneno. Lakini pia kwenye upande wa Mwenyezi Mungu ni vivyo hivyo, kwamba Mungu hudhihirika kwa vitendo na pia Mungu hudhihirika kwa maneno. Kwa hiyo hata pia sio kila madhabahu ambayo unaiona inasimama inaendesha kazi zake ukazani ya kwamba ni Mungu yuko kwenye hiyo madhabahu. Shetani naye ana madhabahu duniani kama vile Mungu alivyo na madhabahu duniani. Kwa hiyo kabla hujaenda kujiunga kwenye madhehebu ama kwenye imani yoyote, lazima kwanza kufanya uchunguzi kwenye imani hizo. Lazima kwanza ufanye uchunguzi kwenye hizo imani ili ujiridhishe kwamba ninapokwenda kujiunga katika hiyo imani, basi nina uhakika mienendo yao ni sawasawa na mapenzi ya Kristo, tabia zao ni sawasawa na za Kristo, maisha yao ni sawasawa na ya Kristo, na mimi ninakwenda na nia yangu ni kwenda mbinguni, na nia yangu ni kuwa na Kristo, na nia yangu ni kumuona Mungu. Kwa hiyo hata kama utakwenda kwenye hilo dhehebu, unakuwa una ushahidi kamili, kwa sababu tayari ulishafanya uchunguzi kwa muda ukajiridhisha, unaona. Kwa hiyo hata kama ukienda hakuna shida, lakini ile hali ya kuchukua maamuzi ya kwamba tayari mimi naenda kuwa mshirika wa lile kanisa, wa lile dhehebu, kabla hujafanya uchunguzi, unaweza ukajikuta umeingia kwenye maagano kati ya wewe na shetani, au unajikuta umeenda kwenye madhabahu za kichawi, umekwenda kwenye madhabahu za kishetani. Kwa nini? Kwa sababu uliingia bila kufanya uchunguzi, uliingia bila kufanya utafiti, uliingia bila kupeleleza. Mwisho wa siku unajikuta uko kwenye madhabahu za shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaona, lakini kama ungetafiti kwanza, ungetafiti kwanza, basi ingependeza ungeenda ukiwa una ushahidi kamili kwamba ninaenda kwenye imani nayo mwabudu shetani, umeamua kwa hiari na kwa sababu umeshachunguza, umejua, na kwamba ninaenda kwenye imani ile inayomwamini Kristo kwa sababu nimejiridhisha, nimechunguza, nimejua. Kwa hiyo unakuwa unaenda ukiwa na amani, kwa sababu unajua hapo ulipoenda pana sura gani, pana tabia gani, pana muonekano gani, matendo yao ni ya watu waendao wapi. Kwa hiyo hapana shida yoyote. Kwa hiyo unakuwa umeenda ukiwa na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo chunguza. Pia kwenye hizi habari za imani imekuwa ni sehemu ambayo watu wengi tumekuta tumetumbukia kwenye matatizo pasipo kujua hizo imani tunazoziendea ni imani zinazomwamini Mungu ama ni imani zinazomwabudu shetani. Wakati mwingine tumekuwa tukiendenda tu vivyo hivyo bila kufanya utafiti, bila kumsihi Mungu kwanza atusaidie, atuongoze mahali pa kwenda kuingia ili tuanze maisha yetu na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Kwa hiyo imekuja kuwa ni changamoto kubwa sana. Imekuja kuwa ni changamoto kubwa, na watu wengi wanajikuta maisha yao yameharibika kwa sababu ya kutokufanya uchunguzi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio nataka nikwambie kwamba, mpenzi msikilizaji, kwamba maisha haya lazima kwanza umtangulize Mungu, na chochote unachohitaji kukifanya lazima ufanye uchunguzi kabla haujachukua maamuzi. Hata kama ni kwenda kujiunga kwenye dhehebu lolote, hata kama ni kwenda kuabudu kwenye sehemu yoyote, hata kama ni biashara. Kuna wengine pia wamejikuta wanafanya mambo bila kuchunguza. Haya, mtu mwingine ni mfanya biashara, anafika mahara kwenye eneo fulani, anataka anzishe kufanya biashara. Hajafanya utafiti, hajafanya uchunguzi, hajajua kwamba maeneo haya yakoje, kuna sura gani, na hii biashara nikifanya hapa inaweza kuleta wateja au ninaweza kupata faida au ninaweza kupata hasara. Mtu anafika tu anafungua biashara, anaanza biashara bila kufanya uchunguzi. Mwisho wa siku anajikuta mahali pale alipojenga biashara yake ni maeneo ambayo ni makazi ya shetani, ni maeneo ambayo ni makazi ya ibilisi. Unaona? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hata wajenzi wa makanisa wanaohubiri injili na kuhubiri habari za Yesu, wanapofika mahara, wanapotaka kufanya kazi ya Mungu, wanafika mahara wanatakiwa kufanya uchunguzi wa kujihakikisha na kujiridhisha kwamba hapa anapotaka kujenga hekalu la Mungu ni mahara patakatifu, ama kuna madhabahu za shetani mahali pale, ama kuna madhabahu za wachawi mahali pale, maana zitakazokuwa zikikwamisha kazi ya Mungu. Maana ukijikuta umejenga dhehebu
kazi ya Mungu kwenye milango ya kishetani, maana yake ni kwamba utakuwa na kazi ngumu sana kuiendesha kazi ya Bwana, lakini inahitajika nguvu ya ziada kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwa sababu Mungu hashindwi na jambo, Mungu anaweza kulimaliza lile tatizo, lakini litakuwa limekupa kazi kubwa sana, kwa sababu uliingia kichwa bila kufanya uchunguzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwenye masuala ya kimahusiano, pia mtu anahitaji kuoa ama anahitaji kuolewa, basi anaweza akajikuta ameingia kwa mume au kwa mke bila kufanya uchunguzi. Mwisho wa siku anajikuta ameolewa na mtu ambaye ni hatari kwenye maisha yake, ambaye hawezi kuishi na yeye bae, au anaweza akamkata kichwa, au akaolewa na mtu ambaye ni hatari, au ni jambazi, au mtu mwizi, au mtu muuaji, au mtu mchawi, au mtu mganga. Kuna watu bila kufanya uchunguzi wameingia kwa watu kama hao. Mwisho wa siku wakajikuta wanaingia kwenye matatizo. Anajikuta ni mwanamke ameolewa na mtu bila kufanya uchunguzi. Kumbe huyu mtu ni mganga, au huyu mtu ni mchawi, au mtu ni mwizi, au ni jambazi. Unaona, mwisho wa siku anajikuta ameingia kwenye hatari. Unaona, kwa hiyo na wanawake na wanaume nao vile wako hivyo, anajikuta ameoa mwanamke mchawi. Unaona, lakini kwa sababu hakufanya uchunguzi, hakufanya utafiti na kujiridhisha juu ya tabia za huyo mtu na matendo ya huyo mtu na mtu wa aina gani, mwisho wa siku amejikuta ameoa mwanamke mchawi. Kwa mwisho wa siku akajikuta anaishi kwenye matatizo makubwa, na mwisho wa siku anajikuta analala mtaroni, analazwa kwenye nje, analazwa si wapi, kwa sababu alioa mwanamke bila kufanya uchunguzi. Na hata huyu anayetendewa mambo kama haya pia unajikuta mwanamume naye alioa bila kufanya uchunguzi, au mwanamke aliolewa bila kufanya uchunguzi. Kwa hiyo akajikuta ameingia mwenyewe kwenye tundu la simba. Kwa hiyo ni lazima utafinyangwa, ni lazima utaharibiwa, ni lazima utateseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie tena kitabu cha Ezra sura ya 10 na ule mstari wa 9. Ezra sura ya 10 na ule mstari wa 9. Maandiko yanasema, ndipo wanaume wote wa Yuda na Benyamini wakakusanyika katika muda wa siku 3. Ulikuwa mwezi wa 9, siku ya 20 ya mwezi, na watu wote wakaketi katika uwanja mbele ya nyumba ya Mungu wakitetemeka kwa sababu ya neno hilo na kwa sababu ya mvua kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako maneno yalitamkwa ambayo Mungu aliyatamka ya hasira, ya uchungu, ambayo yalipelekea wana wa Israeli kuketi na kufanya uchunguzi. Na haya mambo yalikuwa ni kwamba Mungu alikuwa amewaagiza watu hawa akisema wasioe makabila baadhi yao, na akawaambia wasije wakachangamana nao. Mwisho wa siku wakaja wakaingia kwa wanawake wengine wa makabila ambayo Mungu alikuwa amekataa, nikimaanisha mataifa na makabila ya watu Bwana alikuwa amewazuia, lakini wana wa Israeli wakafika mahali wakaoa hao wanawake. Sasa kwa sababu ya hao wanawake, Mungu akaahidi kuwafanya kitu kibaya. Unaona, akaahidi kuwafanya kitu kibaya kwa sababu ya kosa lao la kuoa wanawake ambao Mungu hakuwataka waoane na Waisraeli. Kwa hiyo waliposikia watu wote Benyamini na Yuda wakakusanyika ndani ya siku 3 wakilitafakari hilo neno lililonenwa na Mungu huyo juu ya jambo hilo, lakini pia wakitetemeka kwa sababu ya hilo neno. Lakini pia Mungu aliwapa adhabu kubwa, alishusha mvua ya mawe ikawapiga, mvua ikawanyeshea kwa sababu ya hasira ya Mungu, kutokana na kosa walilolifanya hao wana wa Israeli kwa kuoa wanawake ambao Mungu alikuwa hawahitaji wachangamane na Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo walipoona vile vitu, mapigo yale na yale maneno magumu yaliyotamkwa, basi wakaketi waume wa Israeli kutoka Benyamini mpaka Yuda, wakakaa wafanye utafiti na kulichunguza jambo hilo, kwamba ni namna gani wanaweza kulimaliza hilo swala, ili hiyo adhabu za Mungu ziweze kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile nilivyotangulia kukuambia kwamba hapo mwanzoni, unakuta kuna mambo yanafanyika, mtu anaamua kuchukua hatua moja kwa moja kabla ya kufanya uchunguzi. Anaamua kuchukua hatua za kufanya chochote kabla hajafanya uchunguzi. Lakini hawa waume wa Israeli na Yuda waliketi siku 3 wakinyeshewa na mvua, wakitulia, wakifanya uchunguzi, wakishauriana, unaona, juu ya hayo masuala ambayo wameyafanya kwa sababu ya uasi wao. Yaani wameyafanya kwa sababu ya kutokuitii sauti ya Mungu. Unaona, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo unaweza kufanya moyo unatetemeka. Unaona, kuna mambo unaweza ukayasikia
unaweza ukayasikia mpaka moyo unatetemeka na mwili pia, kutokana na uzito wa jambo hilo. Unaona, Ezra sura ya 10 na mstari wa 16, kuna mambo unaweza ukayasikia, yani mpaka moyo unatetemeka kwa sababu umelisikia. Hilo jambo linaumiza. Kabla hujachukua hatua na maamuzi magumu, basi lazima kwanza ufanye uchunguzi. Ezra 10:16, basi wana wa misho wakafanya hivyo, na Ezra kuhani akatengwa pamoja na baadhi ya wakuu wa mbari za mababa kwa hesabu ya mbari ya baba zao, na hao wote kwa majina yao wakaketi siku ya kwanza ya mwezi wa 10 ili kulichunguza jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Wakakaa siku ya kwanza mwezi ili wachunguze jambo hilo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaweza tukavisikia vinazungumzwa, kuna mambo tunaweza tukayasikia yananongelewa, kuna vitu vinaweza vikafanyika tunavisikia, lakini kwa sababu vinaumiza, vingine vinakuwa vinaumiza, vinatufanya watu tunakuwa na maumivu kwenye mioyo yetu tunapoyasikia hayo maneno ama tunapoyaona hayo matendo. Kwa hiyo mioyo yetu inakuwa na maumivu makubwa, lakini kabla hatujachukua maamuzi ya kufanya chochote, kiwe ni kibaya ama ni chema, lazima kwanza tuchukue hatua ya kufanya uchunguzi. Kama ni mke amekukosea, fanya uchunguzi kabla hujaachana naye. Kama ni mume amekukosea, fanya uchunguzi kabla hujaachana naye. Kama ni watoto, kama ni nini, kama ni jamii, kama ni maeneo yote, kama ni kanisani, kama ni popote, kabla hujachukua hatua ya kufanya maamuzi yoyote ya kujitenga na kanisa, ya kujitenga na ndugu, ya kujitenga na jamii, ya kujitenga na watu wote ambao umeona kwamba umehisi wamekutenda mabaya, kabla hujachukua hatua ya kufanya chochote, basi lazima kwanza ufanye uchunguzi wa hilo jambo, na baada ya hapo ndipo naweza ukachukua maamuzi unayoyataka ukiwa una uhakika wa hicho unachokifanya. Pia katika kufanya uchunguzi katika jambo lako, usiufanye kwa siku moja bali nyingi ili kupata ushahidi kamili. Unaona, unapochukua hatua ya kulichunguza lile swala ambalo umehisi, basi usilichukulie muda mfupi, fanya kwa muda mrefu ili upate kupata kuridhika kabisa na hicho ambacho utakifanya au na hayo maamuzi ambayo utayafanya, kwa sababu utakuwa na ushahidi kamili. Tuangalie Ezra sura ya 10 mstari wa 13. Lakini watu hawa ni wengi, tena ni wakati wa mvua nyingi, nasi hatuwezi kusimama nje. Tena kazi hii si kazi ya siku moja wala ya siku 2, maana tumekosa sana katika jambo hili. Unaona, kwa hiyo unapotaka kufanya uchunguzi wa kina ili kulitutua jambo hilo linalokusumbua au lilolisikia au migogoro yote inayokubana au uliyoisikia, basi inakupasa usichukue muda mfupi katika kufanya uchunguzi. Inatakiwa uchukue muda mrefu, muda ambao unatosha kabisa kukamilisha ushahidi wa mambo yako, ili kusudi kesho na kesho kutwa, basi unapochukua hatua na maamuzi, umechukua hatua sahihi na maamuzi sahihi, kwa sababu hayana dosari, kwa kuwa una ushahidi uliokamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa wana wa Israeli wanasema, lakini watu hawa ni wengi, tena wakati wa mvua nyingi, nasi hatuwezi kusimama nje. Tena kazi hii si kazi ya siku moja wala siku 2, maana tumekosa sana katika jambo hili. Na hili ni jambo ile ambalo wanaendelea kulitafakari namna ya kuweza kulitatua, ile ambalo wameoa wanawake wageni ambao Mungu alikataa wasingiliane. Sasa wanaona Mungu amewapiga, wanaanza kutafuta ni namna gani wanaweza kulitatua lile swala, kwa sababu wanasema hili jambo kulitatua sio siku moja wala sio siku 2, ni jambo ambalo linaweza likachukua muda mrefu. Kwa hiyo tunatakiwa tuchukue hatua ya kutulia na kulifanyia utafiti na uchunguzi na kumsihi Mungu, na tuone ni namna gani tunaweza kunimaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.